Simulizi yetu inaanzia wakati ambao kulikuwa na mvua kubwa iliyokuwa inaendelea kunyesha. Baridi kali ilikuwa inaendelea toku zizima na wingu zito lililosababisha hadi kubadilika kwa rangi ya siku nzima lilikuwa limetanda na kuifunika anga yote. Yalikuwa na majira kama ya saa 11 za jioni hivi. Hata hivyo, hilo wingu lililokuwa limefunika anga likafanya ionekane labda ilikuwa ni saa 1 za usiku hivi. Kulikuwa na giza kila upande. Giza lilikuwa limetanda kweli. Ngurumo za radi zilikuwa zinaendelea tu kurindima kila baada ya muda fulani. Hali ilikuwa na tisho kweli, na tena ilikuwa na tisho kuliko hata matarajio ya watu wengi wa mji huu wa Mwavengero walivyokuwa natarajia. Mvua ile haikukoma hata kidogo, na ni kama ilikuwa inaongezeka zaidi kila sekunde. Ni nani wa kuweza kupambana na mvua hiyo? Ni nani wa kujaribu hata kuikabili mvua hiyo iliyokuwa na nguvu kubwa ya kutisha? Mvua ilikuwa inanyesha kwa sifa. Hakuna hata mmoja ambaye angeweza kuikabili mvua hiyo. Maji mengi yaliyokuwa yanatoka kwenye mitaa mbalimbali ya mji huu wa Mwavengero yalikuwa yanatiririka kwa sifa kubwa kwenye mitaro ambayo hii ilikuwa imejengwa kwa ustadi mkubwa kando ya barabara kubwa ya Haika. Mvua hiyo tangu ianze kunyesha tayari ilikuwa imechukua takriban masaa 2, lakini bado haikuwa imeacha kabisa kunyesha. Muda ulikuwa unaendelea tu kusonga mbele, hata kile kigiza cha usiku kulazimisha kuchukua mamlaka yake. Na kwa kila jambo huwa wanasema kwamba lina wakati wake. Kwa hivyo giza hilo halikupingwa kabisa wala singetokewa kulizuia, kwa sababu wakati wake wa kujidai ulikuwa umewadia. Kwa hivyo kwa nguvu likajitandika katika anga. Usiku ulikuwa umeshaingia rasmi kabisa sasa. Giza la usiku na ukichanganya na lile wingu zito la mvua, ilikuwa ni wazi kabisa kwamba hali ilikuwa inatisha. Ingawa kimtazamo hali ilikuwa inatisha sana kama hivyo, lakini hata hivyo katikati ya msitu wa Gonja kulionekana kulikuwa na kitu cha ajabu. Ni kweli kabisa kilistaajabisha, kwani sifa ya msitu huu ilikuwa ni kutisha mno. Ulikuwa ni msitu mkubwa ambao ulikuwa uko pande zote mbili. Msitu uliokuwa umetenganishwa na barabara ya Haika. Wakazi wa mji huu wa Mwavengero walikuwa wanapenda kusema kwamba kuna msitu wa kushoto na msitu wa kulia, na misitu hii ilikuwa imetenganishwa na barabara hiyo kubwa ambayo hii ilikuwa inaelekea katika jiji kubwa, jiji la Maraha, jiji la Haika. Pamoja na giza hilo kubwa la kutisha la usiku lililokuwa limechangamana na giza na mvua hiyo ambayo hadi majira hayo haikuonyesha dalili yoyote ya kuweza kuacha, lakini kinaonekana kivuli. Kilikuwa ni kivuli ambacho hakikuwa ni rahisi kabisa kujulikana kwamba kilikuwa ni kivuli cha kiumbe gani. Kivuli hicho kilikuwa kinaonekana kwa ufasaha wakati mwanga wa radi unapomulika, na tena kilikuwa pembezoni kidogo mwa barabara hiyo. Mwanga ulipokuwa unamulika kwa mara hii tena, kivuli hicho sasa kilionekana kilikuwa kimjitandaza chini mithili ya chatu aliyemeza wendo lake. Kiza kilitanda tena na kivuli kile kisionekane. Mvua ilikuwa inaendelea tu kuchapa kwa sifa kiasi ungeweza kudhani punde tu eneo hilo lingemezwa na maji. Mwanga ukawaka tena mara baada ya dakika 2 kupita. Sasa kivuli kile kilikuwa kinajizoazoa na hatimaye sasa kilikuwa kimesimama. Alikuwa ni mtu masikini ya Mungu. Alikuwa ni mtu katikati kabisa ya msitu ule wa kutisha. Halafu alikuwa mwenyewe namna gani? Ama kulikuwa na watu wengine katika eneo hilo? Labda ungeweza kujiuliza maswali kama hayo, lakini hakuonekana kabisa mtu yoyote. Ni dhahiri kabisa kwamba mtu huyu alikuwa peke yake. Sasa mtu yule kwa kusuasua alionekana alikuwa anazitupa hatua zake zilizoweza kumzalisha mwendo wa mlevi. Na ni kweli kabisa alikuwa anaonekana alikuwa anatembea kwa mwendo wa kuonyesha kwamba alikuwa amechoka kwa kiasi kikubwa. Hakuacha kutembea japo mwendo wake ulikuwa ni wa kusuasua. Safari hii mwanga wa radi ulipiga kwa ukali zaidi, wala kwa ukaribu, na sura ya huyo mtu ilionekana. Alikuwa anaonyesha kwamba alikuwa ni kijana, lakini pia alikuwa anaonekana alikuwa na mwingi wa kilio, ingawa kwa majira yale kilio chake kililingana kabisa tu na kilio cha samaki. Machozi yake yalikuwa yanajichanganya tu kwenye wingi wa matone mazito ya mvua yaliyokuwa yanamdondokea mtu huyu. Namna ambavyo alikuwa anapandisha vikwifu ndivyo ilijulisha kwamba mtu huyu alikuwa ndani ya kilio. Ni kwa nini mtu huyu analia sasa? Na tena analia maskini akiwa yuko katikati ya msitu huu, tena peke yake aliyochoka, hata akashindwa kabisa kutembea kwa uimara. Ni kitu gani kimemsibu mtu huyo? Bado haijajulikana.
Karibu sana katika sehemu ya kwanza ya simulizi yetu nzuri inaitwa Siku Tatu Kabla ya Kifo Chake. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Ahmed Jiriwa. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mix. Nambari zetu ni 0677 062 012. Ni kujuze tu kwamba simulizi hii wakati hapa YouTube iko episode nambari 1. Huko katika application ya SMX app ama WhatsApp, simulizi hii imekwisha yote kabisa kuanzia sehemu ya kwanza hadi sehemu ya mwisho kabisa, sehemu ya 10. Nikukumbushe tena kwamba mwandishi aliyeandika simulizi hii Bwana Ahmed Jiriwa ndio mwandishi aliyoandika simulizi nyingine ya maisha nzuri inaitwa Sistahili Adhabu. Simulizi hii imesimuliwa na Felix Mwenda na inapatikana hapa YouTube. Unaweza kusearch tu simulizi ya Sistahili Adhabu ukasikiliza yote kuanzia mwanzo hadi mwisho. Leo amekuja na hii nyingine tena inaitwa Siku Tatu Kabla ya Kifo Chake. Mimi ninaitwa Felix Mwenda. Kijana yule alikuwa anazidi kupiga hatua hadi alipokuwa akiuona mti mkubwa wa mbuyu ulioko nje kabisa ya barabara. Mbuyu ule ulikuwa umbali wa mita kama 20 kutokea alipo. Hapo sasa alisimama. Alitulia kwa muda wa dakika 3 ama 4 hivi na kisha akajitoa kabisa kwenye ile barabara hadi pembezoni karibu kabisa na mtaro ambao huu ulikuwa unapitisha maji mengi ya mvua ile. Alitembea tu taratibu na huko alikuwa anafuata ule mfereji, lakini alikuwa amechukua uelekeo wa ule mbuyu uliko. Kwa ufupi ni kwamba safari yake kijana huyu ambayo haikuwa inaeleweka ilikuwa inazidi kuendelea tu kwenda mbele. Haikujulikana kabisa dhamira yake kwa kweli ilikuwa ni ipi, lakini kabla hata ya kufikia ule mbuyu akadondoka na kutulia kimya chini. Ilibakia kidogo tu adondokee kwenye mtaro. Ilikuwa naogopesha kweli kumwona mtu huyu. Kwanza alikuwa amechoka kuonyesha kwamba kulikuwa na maswaibu yalikuwa yamemkuta. Lakini pili alikuwa anatembea kwenye mvua kubwa. 3 ilikuwa ni usiku. Na 4 ilikuwa ni katikati ya msitu huu hatari kweli, msitu wa Gonja. Mvua ile ya nguvu ilikuwa inaendelea tu kumpiga na huko alikuwa pale chini, lakini bado hakuonekana kabisa kutikisika wala kugeuka. Alikuwa ni kama aliyepoteza fahamu. Alikuwa amelala pale tu chini. Mara kukasikika ngurumo za gari kwa mbali. Ghafla yule kijana alikurupuka na kujinyanyua kwa shida, hatimaye sasa kukimbia kwa kujiburuza mpaka barabarani. Na sasa ilionekana kabisa kwamba kijana huyu alikuwa anahitaji zaidi msaada kuliko kitu kingine chochote kile. Alisimama pembeni kidogo ya ile barabara ambayo ilikuwa inatokea mjini Haika. Sauti za ngurumo za magari zilikuwa zinazidi kumpatia matumaini dakika hadi dakika, kiasi cha kujiaminisha msaada. Mvua bado haikuwa imekoma kuendelea kunyesha. Ilikuwa inazidi kunyesha vile kwa nguvu kubwa kweli. Mwanga mkali wa radi ukamulika tena kiasi cha kusababisha sura ya kijana huyu kuonekana kwa mara nyingine. Hakuwa na ria tena kijana huyu, lakini hakuonekana kuwa na raha hata kidogo. Ngurumo ya gari ilikuwa ni kubwa, hatimaye sasa mwanga wa taa za gari ukampiga, na kwa kuwa barabara hii ilikuwa ni nyofu katika eneo hilo, taa hizo zikamulika moja kwa moja mpaka pale ambapo alikuwepo yeye. Kijana huyu alikuwa na kazi ya kupunga mkono tu, ikiwa ni ishara ya kuomba ile gari iweze kusimama. Alipunga mkono kwa nguvu nyingi kweli, lakini kwa bahati mbaya hakukuwa na dalili kwa gari hilo kwamba lingeweza kusimama, kwa sababu halikuwa limepunguza mwendo hata kidogo. Kijana huyu hakuchoka, alikuwa anazidi kupunga mikono zaidi, lakini hilo gari likampita kwa kasi kubwa. Masikini kijana wetu alichoka kupitiliza. Hofu za kujeruhiwa na wanyama wakali kutoka ndani ya msitu pande zote mbili ikaanza kumwingia. Alikuwa anajua fika kabisa kwamba sasa hawezi tena kupata msaada. Mwili ulimnyong'onyea kabisa, akajikuta alikuwa anabweteka chini kama goigoi. Wakati akiwa katika kuanza, sauti nyingine ya ngurumo ya gari ikasikika kutoka upande ule wa mwanzo. Hii sasa hakuwa anataka kabisa impite. Alijivuta mpaka katikati kabisa ya barabara na kisha alisimama na kupunga mikono kabla hata hilo gari halijatokea. Gari hilo lilikuja kwa kasi kubwa kweli kupita kawaida. Ni kama dereva wa gari hiyo sasa alikuwa hajamuona yule mtu vile ambavyo alikuwa anatambika kwa kurusha mikono hewani. Ilipofika umbali wa kama mita 50 likaanza kupiga honi kali, lakini mtu huyu aliyokuwepo barabarani
hakuwa ametoka zaidi ya kupunga mikono tu. Sauti za misuguano kati ya tairi za gari pamoja na lami zilisikika, na kisha gari ikasimama kama hatua moja tu ya mtu mzima kutoka pale kijana huyu alipokuwa amesimama. Pumbavu sana wewe. Yaani hizo bangi zenu mnazovuta zinawatia wazimu nyesi, ndio manake? Alifoka vile kijana mmoja ambaye huyu alishuka kutoka kwenye gari mara baada ya gari hilo kusimama. Hakuuliza hata sababu ya kijana huyu kuwa pale barabarani muda ule ilikuwa ni ipi. Hilo hakuweza kabisa kuuliza. Alichokuwa na jali yeye alikuwa na kutoa kalipio sambamba na matusi mazito. Nisi sekele lize kaka. Nisi sahi die basi naeleke kea mwaveng ge rokati. Alizungumza vile kijana huyu kwa kutetemeka kutokana na mvua kumkunguta vya kutosha kabisa. Nani atakuwa ni mjinga wewe? Yaani mimi ni wakukupakiza wewe kwenye gari yangu ukiwa unavuja maji kama hivi kweli? Labda kama sio gari la thamani kama hili. Alizungumza vile kwa dharau kubwa kweli huyu kijana ambaye alikuwa ameshuka kutoka kwenye gari, na huko alikuwa na mwavuli wa kujikinga na mvua ile kubwa iliyokuwa inaendelea kushuka bado. Kijana yule alishindwa kabisa kuzungumza neno, akajikuta alikuwa anajitazama tu kuanzia kifuani mpaka chini, na ni kweli kabisa alikuwa amelowana na mvua ilikuwa inaendelea tu kumpiga. Kijana yule mjivuni akamsogelea tu huyu kijana ambaye alikuwa anataka kumgonga punde tu na gari yake ambayo hii alikuwa anaita kwamba ilikuwa ni gari ya thamani. Hebu nyanyua sura yako nikuone vizuri. Alizungumza vile huyu kijana mjivuni, na huko alikuwa anakamata kidevu cha yule kijana na kisha kukinyanyua juu. Aliguna tu mara baada ya kumwona, na kisha alizungumza. Nilijua tu lazima utakuwa ni wewe. Hivi ndivyo inavyotakiwa kuwatokea watu aina yako wewe. Kwa sababu mkiambiwa msifuatilie mali wanazofuatilia watu wanene, nyinyi amuelewe kabisa. Una sasa. Una ulivyokumbwa na kadhia aina yake. Alizungumza vile maneno hayo, na akamfanya yule kijana kushtuka na kugeuka mahali gari lake lilipo. Yule kijana mjivuni akamenya kitu kama remote na taa kubwa za mbele ya zile gari ambazo zilikuwa zinamulika barabara zikazima, na kisha zilikuwa zimewaka taa ambazo zilikuwa ndani ya gari hiyo. Mungu wangu. Alimaka vile yule kijana sambamba na kushika kifua chake ambacho kilikuwa kinaanza kupiga kwa nguvu na kwa hasira. Kwenye gari hilo kulikuwa na msichana mrembo, msichana pekee ambaye alikuwa akiumiza akili yake kijana huyu. Akajikuta alikuwa anatetemeka zaidi. Zaki ni kwa nini lakini? Masumbuko. Ni kwa nini unajipatia shida kama hizi Masumbuko eh? Hivi bado naamini kabisa kwamba Ana ni mali yako wewe? Mbona amekukataa sasa kama naamini kwamba ni mali yako? Mbona amekufanya umechapwa na hii mvua kubwa kama kinda la ndege kiotani? Mimi sidhani kabisa kama Ana anaweza kuwa ni mali yako. Na kama kweli Ana angekuwa ni wako, asingekuacha katika hali kama hiyo ambayo uko nayo sasa hivi. Angekuwa ni msaada nambari moja kabisa kwa ajili ya malazi ama hata kukusafirisha. Yule kijana mjivuni ambaye alikuwa anafahamika kwa jina moja tu la Zaki alizungumza vile, lakini ile tu anataka tena kuzungumza alimshuhudia Masumbuko alikuwa anakwenda mbele ya gari hilo na kuanza kupiga kelele kali, na huko alikuwa anataja jina la Ana mara nyingi mno. Taa za ndani ya gari hilo zikazima kwa mtindo ule ule na kisha kuziruhusu za nje ziwake. Masumbuko aliumizwa kweli macho yake na ule mwanga mkali wa gari, lakini bado hakujali kabisa. Aliyatoa macho yake tu akiwa nadhani kwamba kwa kufanya vile anaweza kumwona yule ambaye alikuwa ndani ya gari hilo kwa ufasaha. Macho ya Ana yalikuwa ni makubwa ghafla mara baada ya kumwona kijana ambaye alikuwa anapiga kelele pale mbele, kelele ambazo hazikuwa na nafasi kabisa ya kupenya kwenye kioo imara cha gari hilo hadi kumfikia yeye. Kwa valiona ni kama vile kijana huyu alikuwa anapiga makelele ambayo hayakuwa na maana kabisa. Kilichomfanya Ana kutoa macho kiasi kile na sio kama ilikuwa na upendo uliopo kwa kijana huyu, bali ulikuwa ni msimamo ambao kijana huyu Masumbuko alikuwa nao. Ni mara nyingi sana alikuwa akimwambia kwamba hampendi na hataki kabisa hata kuiona sura yake, lakini kijana yule hakuwa akielewa kabisa. Alimuonya sana pia kwamba asiwe anamfuatilia tena, kwa sababu alikuwa na mpenzi na alikuwa anampenda sana. Kwa hivyo kumfuatilia kwake ilikuwa ni sawa na kuharibu tu mapenzi yao. Alishangaa sana Ana kwamba ni kwa nini kijana huyu alikuwa pale, na huko mvua ya kuogofya ilikuwa inaendelea tu kunyesha kwa hasira kali namna ile.
Alikuwa anamuona kijana huyu kama alikuwa ni mjinga ambaye hakuwa anajielewa. Kijana ambaye alikuwa na moyo wa ajabu usiokuwa na ukinai. Hakusubuka naye. Alijilaza tu kwenye kiti kwenye gari na kisha kufumba macho kusudi asiweze kabisa kumwona Masumbuko tena mbele ya macho yake. Kitendo hicho kikamfanya Masumbuko kuinatisha mikono yake hewani kama mtu ambaye alikuwa anaomba msamaha, ama ni mtu ambaye alikuwa anaomba kusalimu amri mbele ya adui. Sio kama alikuwa anafanya vile kwa kumwona jinsi Ana alivyokuwa amejilaza kwenye kiti na kufumba macho, lakini alikuwa anakumbuka kwamba haonekani na aliyekuwa ndani kutokana na taa za ndani kuzima, na kumbe yeye ndio alikuwa haoni mtu wa ndani. Mapenzi sio utani. Hebu yaachie mapenzi yaendelee tu kwa mapenzi. Na wale waliosema kwamba mapenzi na upofu walimkusudia Masumbuko bila shaka kabisa. Akili yake Masumbuko ilikuwa imeshamwambia kwamba alikuwa ameshadharaulika. Alikuwa anajua kwamba si wa kusikilizwa tena. Tayari alikuwa ameonekana kwamba ni kituko mbele ya binti huyo. Ni kwa nini inatokea hivi? Ni mapenzi tu. Ina maana kwamba nimekuwa nikimkera pia kila ambapo ananiona. Alikuwa anajiuliza maswali kama hayo mwanzoni. Ghafla sasa alikamatwa kwa mikono iliyokuwa na nguvu ya Zaki, na kisha alivutwa na kupigwa kikumbo kikubwa na kisha kadondokea mbali na eneo hilo. Akiwa anajizoazoa ili kusudi kuweza kujiinua. Alishangaa kuona kwamba gari hili lilikuwa linatolewa kwa kasi kubwa kweli katika maeneo yale. Kilio kikarudi upya kabisa kwa Masumbuko. Machozi yalianza kumtoka mithili ya maji bombani. Sasa yale machozi ambayo yalikuwa hayaonekani mwanzo yakawa yanaonekana kutokana na mvua ile kubwa kukata muda huu. Masumbuko alipiga magoti kama mateka kwenye kambi ya waasi. Alikuwa analia na kudondosha machozi kwa kiwango ambacho hakikuwa kinamithirika. Usiku ulikuwa unazidi kuyoyoma tu kwa kasi, na kwa makadirio ile waweza kuwa hata saa 5 ama saa 6 za usiku kwa majira kama yale. Msitu ule wa Gonja ulikuwa unazidi tu kutisha kutokana na kumezwa na giza hilo kubwa. Siamini kabisa kama ndio haunipendi kweli. Ana haukuwa hivi kabisa mwanzo, tambua, haukuwa hivi hata kidogo Ana. Umebadilishwa Ana. Na najua kabisa kwamba aliyekubadilisha amekubadilisha pabaya. Amekubadilisha katika kipindi ambacho mimi ndio nakuhitaji zaidi kuliko hata mwanzo. Umebadilishwa katika kipindi ambacho ndio ile ahadi yetu ya kushiriki mapenzi imewadia. Unadhani mimi nitaweza vipi kukubali sasa? Nitakufa tu kama kifo kimepangwa hivyo. Nitakufa kabisa Ana kwa ajili yako. Alizungumza vile Masumbuko, na huku alikuwa katika uchungu mkubwa kweli katika moyo wake, na huku alikuwa amelala chali tu katikati ya lami ile pale barabarani. Palikuwa ni pale ambapo alikuwa ameangukia mara baada ya kupokea kikumbo kikubwa kutokea kwa Zaki. Alikuwa yupo katikati ya mawazo makubwa kweli Masumbuko. Alikuwa anakumbuka mambo mengi, alikumbuka pia mbali kuliko kawaida. Hakuwa anajali kwamba hapo alipo yupo kwenye msitu uliokuwa na sifa kuwa na wanyama wakali. Lakini pia hakuwa akiwaza kwamba hapo alipo yupo katikati ya barabara. Yeye hakuwa anawaza kitu chochote, maskini ya Mungu. Alikuwa mbali kabisa kimawazo, hadi akawa juu kabisa pia kama kuna gari ilikuwa imesimama karibu mbali mdogo kutoka pale ambapo alikuwa yeye. Pamoja na mwanga wa gari hiyo kumulika, lakini bado hakuwa ameshtuka kabisa Masumbuko. Hata kwa amepata matatizo ama amegongwa na gari, amekufa nini? Aliuliza vile mama moja ambaye huyo alikuwa ndiye dereva wa gari hilo ambalo lilikuwa limesimama karibu kabisa na Masumbuko. Alikuwa anamuuliza binti yake juu ya kile ambacho alikuwa anahisi huenda kimemtokea mtu yule ambaye alikuwa ametulia tu pale barabarani mwenyewe. Atakuwa ni mlevi tu yule mama. Ama unaonaje? Alihoji vile yule binti ambaye alikuwa anaonekana kuwa na urembo wa juu sana wa sura. Wema wewe. Hivi nadhani hapa kuna baya karibu ama kuna klabu chochote cha pombe hapa kusema kwamba huyo mtu amelewa? Huu ni msitu mkubwa sana mwanangu Maua. Ni msitu ambao hakuna kiumbe chochote ambacho kinaitwa binadamu kinaishi humu ndani. Hii ni hifadhi ya Mwavengero na msitu unaitwa msitu wa Gonja. Ondoa mawazo yako kabisa kwamba huyu mtu anaweza kuwa ni mlevi, lazima atakuwa na matatizo tu. Sasa mama, ni kwa nini awe hapa huyu mtu muda huu? Basi atakuwa ni jini basi kama ni hivyo. Kweli Alidakia vile mama yake na Maua.
mama mnene kidogo mwenye sauti ndogo ya kutega sikio unapokuwa unamsikiliza. Alipata hofu kubwa kweli kweli mama huyu kiasi cha kushindwa kabisa kuisogeza gari mbele mara tu baada alipomwona Masumbuko. Alipokuwa amejitandaza barabarani, utadhani alikuwa anasubiria upasuaji wa tezi dume. Kama angelikuwa anaendesha gari kwa kasi huyu mama, basi ni wazi kabisa kwamba gari ingemshinda ama ingempanda Masumbuko na kuifutilia mbali historia yake ya uhai hapa duniani. Kilichomfanya mshukuru Mungu ni kwamba kutokea huko ambako alikuwa ametoka, mama huyu alikuwa anaendesha gari kwa mwendo wa kawaida tu. Sasa kama atakuwa ni jini itakuwaje mwanangu? Nilikwambia lakini tulali haika ukanipinga mama. Sasa wana madhara ya ubishi wako. Hii barabara nyakati za kiza kizito kama hiki haikosi kabisa vituko kama hivi. Sasa hata sijui itakuwaje. Alikuwa anafoka vile mama huyu na woga ulikuwa umemtawala kupita kiasi, hata akawa anaanza kutetemeka nyuma ya usukani wa gari hili. Basi jaribu kwanza kwenda taratibu mama, kusudi tumuone nani. Kimya wewe. Hivyo nadhani mimi naweza hata kulisogeza ile gari tena hapa. Hapa nilipo mapigo yangu ya moyo yanakwenda mbio kweli kweli. Na sijui hata kama tutakuwa salama bwanangu Maua. Lazima tufie tu hapa. Na ilivyo bahati mbaya sasa hata kwa kupita gari hakuna tena muda huu. Ama kweli siku ya kufanya ni miti yote wa inateleza. Alizungumza vile mama yake na Maua, na huko alikuwa anaikata kauli ya Maua. Hakuwa na hadi kabisa mama huyo. Basi sogea kidogo mama, mimi ndio niendeshe gari, aliomba vile Maua. Mama yake na Maua hakuwa na hiana, ili bili sasa mpishe binti yake, na sasa alikaa pembeni. Mwili wote ulikuwa umejaa hofu kubwa. Maua alisogeza gari hiyo taratibu hadi karibu kidogo na pale ambapo alikuwa mtu yule ambao wao hadi muda huu hawakuwa wanamjua kabisa alikuwa ni nani. Mbona kama naona anajitikisa? Ni mzima huyo, atakuwa hajafa huyo? Alizungumza vile mama yake na Maua, na huko alikuwa hana amani kabisa. Maua alipata wazo la kupiga hodi, na huko alikuwa anaangalia saa yake ya mkononi. Ilikuwa ni saa 6 za usiku tayari kwa majira haya. Mungu wangu, mama, mbona kama huyu kijana kama namfahamu hivi? Anaishi mjini pale Mwavangiro huyu mama. Ni kitu gani jamani kimeweza kumtokea kaka watu mpaka kwa kwenye hali kama hii, maskini ya Mungu? Alizungumza vile Maua, na huko alikuwa anaonyesha mstoko wake kwa kijana huyo. Unasema kwamba unamfahamu? Aliuliza vile mama yake na Maua. Ndio mama, namjua vizuri kabisa, ni kijana ambaye mara nyingi tulikuwa naye kwenye mazoezi ya mpira wa kikapu kipindi cha nyuma. Sasa hivi tunafanya wote mazoezi ya viungo pale Verona Gym. Ni kijana mpole sana mama, hana matatizo na mtu kabisa, huyo namjua vizuri. Alizidi kuzungumza vile binti huyo ambaye anaitwa Maua. Kwa nini atakuwa hapa muda huu sasa? Aliuliza vile tena mama yake. Hilo mama, kusema kweli litakuwa ni swali gumu sana, alijibu vile Maua, na kisha akamtazama mama yake na kumalizia kuzungumza. Hata mimi nashangaa kabisa mama, ni kitu gani ambacho kitakuwa kimemkuta maskini ya Mungu kijana wa watu? Maua alikuwa anazungumzia vile, na huko alikuwa anafungua mlango wa gari hiyo, lakini alikutana na kizuizi cha kutoka nje mara baada mama yake kumkamata mkono kwa nguvu. Unataka kwenda wapi? Alimuuliza vile Maua. Hivi mwanangu Maua, nadhani kwamba likikutokea la kutokea uko nje, mimi mama yako nitakuwa na ubavu wa kukutetea kweli? Acha ujinga mwanangu Maua, maisha yako wewe kwangu yana thamani kuliko hata ambavyo nafikiria wewe. Lakini mama, mbona mimi yule kijana namjua kabisa, haonyeshi kwamba ni kiumbe mbaya mama? Alizungumza vile Maua, na huko alikuwa mbioni kushinda nguvu ya mama yake. Hebu piga hodi nyingine kwanza, usijiaminishe hivyo. Huu ni usiku mkubwa sana unajua Ni kwa nini unataka kujipatia imani kiasi hicho wakati ni hatari sana hapa? Alishauri vile mama yake na Maua. Maua alipiga honi kwa mara nyingine tena, ndipo sasa Masumbuko alishtuka na kukurupuka, na kisha alikaa kitako. Alikuwa amekumbwa na taharuki kubwa kusema kweli. Ina maana kwamba muda wote ule hakuwa anasikia kitu chochote ambacho kilikuwa pale, na hata alikuwa anashangaa tu gari hiyo ilikuwa usoni mwake. Ni mzima kweli? Alizungumza vile Maua, na huko alikuwa anashuka kwa kasi na kumfuata huyo kijana, na kisha kumuuliza ni kitu gani ambacho kilikuwa kimemsibu hadi kuwa hapo katikati ya msitu huu wa gonja usiku huu. Masumbuko alishinda kabisa kujibu kutokana na dukuduku zito ambalo lilikuwa limemkata kuone mwake. Machozi yalikuwa yamelowanisha sura yake kiasi cha kujenga michirizi mashavuni. Hayakujificha tena machozi kutokana na mvua kukoma kwa muda ule. Maua hakuwa na jinsi nyingine,
Alichofanya pale Maua ilikuwa ni kumnyanyua tu Masumbuko na kisha alimkokota mpaka kwenye gari. Hakujali kabisa nguo zake ambazo zilikuwa zimeloana. Alichokuwa anajali yeye Maua ilikuwa ni kuhakikisha tu anampatia msaada kijana huyo. Alimpakiza upande wa nyuma na kisha naye sasa alipanda gari. Alimwambia mama yake aendesha gari. Mama Maua alikamata usukani. Kilio hakikujificha kabisa machoni kwa Masumbuko. Kilikuwa kinajidhihirisha kabisa kutokana na hali ya majonzi ambayo alikuwa ameibeba kijana huyo. Majonzi ambayo ni yeye peke yake ndio alikuwa mwenye kuyajua. Ni kitu gani kimekupata kaka? Aliuliza vile Maua, ili hali alikuwa mwenye wasiwasi bado, kwa sababu kumkuta mwanadamu wa kawaida katika eneo hili la msituni ilikuwa sio kawaida kabisa. Masumbuko alikuwa anataka kuzungumzia kitu, lakini kuna kitu kilikuwa kinamzuia nafsini mwake asiseme jambo ambalo lilikuwa limemkuta. Alikuwa anajihisi aibu kubwa kweli kweli. Hakuona kama ni busara kumwamini mtu mwenye jinsia ambayo inafanana kabisa na Ana. Alikuwa anaona kwamba hakuwa na tofauti ya mnazi kwa kuwa yote uzaa nazi, uwe mnazi wa kikombe ama mnazi wa kisamli. Niambie mimi tafadhali, ni kitu gani ambacho kimekutokea? Huwezi jua kwamba naweza nikawa ni msaada kwako, niambie tu. Alisisitiza vile dada huyo, na ukugali ilikuwa nakata upepo sio kawaida. Hakuna kitu chochote kile dada, alijikaza Masumbuko na kisha kujibu kwa upole kabisa, na kwa alikuwa anajitahidi sauti yake isionyeshe kwamba alikuwa analia. Lakini hakujua kabisa kwamba mwenzake alikuwa ameshajua muda mrefu kwamba yeye alikuwa analia bila hata yeye kujua. Hapana, unanificha kabisa kaka. Haiwezekani kabisa kwamba ikawa ni kawaida kakaangu kwa jinsi ambavyo anakuona. Tumekukuta sehemu mbaya sana, tena ni usiku wa manane kama huu, katikati ya msitu mkubwa, mvua kubwa ikiwa imekuchapa mpaka imekoma yenyewe. Lakini pia unaonekana wazi kabisa kwamba ulikuwa unalia. Niambie tu ni tatizo, niambie, usiogope. Alikuwa anazidi kuzungumza vile Maua kusudia ambiwe, lakini bado Masumbuko hakutaka kabisa kuzungumza. Alikuwa anaamini kwa jibu hilo sasa angeonekana dhaifu mbele ya mwanamke yule. Kwa hivyo aliamua kubaki kwenye msimamo wa kwamba hayuko tayari kabisa kuzungumza. Ni sawa kama hutaki kuniambia sababu ya kuwa pale kwa usiku wa manane kama huu, na tena ukiwa katika hali ambayo si ya kawaida kabisa. Basi naomba niambie ulikuwa unatokea wapi? Aliuliza swali jipya dada huyu kwa kijana huyo. Masumbuko alimeza mate ambayo yalikuwa ni mazito kidogo, na kisha akamtazama huyu binti na kumjibu kwa ufupi tu kwamba alikuwa anatokea Haika. Mshangao ulimkumba Maua. Alishangaa kweli kweli kuona kwamba eti kijana huyu alikuwa anatokea Haika mjini. Nafsi yake ikajiuliza ikiwa ndani ya taharuki. "We kaka, na kweli kabisa ulikuwa unatokea Haika?" aliuliza vile kwa kusisitiza. Masumbuko alinyanyua kichwa chake kama ishara kumwaminisha kwamba ni kweli uko ndiko ambako alikuwa anatoka. "Hapana kaka, jamani pole sana. Sasa ni kwa nini wenzako wameamua kukuacha hapa msituni mwenyewe? Ama kuna sehemu wamekwenda tu na wangekuru?" "Hapana, sina mtu ambaye nimetoka naye huko, bali nilikuwa mwenyewe tu," alidakia vile Masumbuko na kumjibu Maua. "Kwa vile ulikuwa unatembea kwa miguu ama?" "Hapana, nilikuwa nimekuja na lifti ya gari ya utafiti wa misitu ambayo iliniacha Mabolaini na kisha ikaelekea milimani kule. Mimi nikaamua kuja taratibu mpaka hapa ambapo mmenikuta nyinyi." "Kwa hivyo ulikuwa unajua kwamba ulikuwa unakwenda Mwavengero kati ama?" "Hapana, hawakujua kabisa. Wao walikuwa nadhani naishi ndani ya kijiji kile tu cha Mabolaini, na ndio maana wakanipatia msaada mpaka hapo basi." Maua alichoka kweli kweli mara baada ya kusikia majibu haya ya Masumbuko. Hata kama alikuwa amekuja na msaada wa gari, lakini kusema kweli kutoka Haika mpaka Mabolaini palikuwa ni mbali mno. Kutoka Mabolaini ama kijiji cha Mabo ni kama kilomita 4 ama 5 hivi hadi hapo ambapo alipo. Halafu eti anasema kwamba alikuwa anaelekea Mwavangero mjini, ambapo umbali wake kutoka Mabo hadi huko Mwavangero ilikuwa ni kilomita karibia 15. Acha kutoka hapo mpaka Mwavangero. Yaani kutoka Mabo mpaka hapo ambapo alikuwa amekutwa, alikuwa ametembea kwa miguu tena usiku. Na tena ikiwa ni katikati kabisa ya msitu wenye historia ya kutisha. Alikuwa ameutoa wapi ujasiri kama huo? Na ni kwa nini alikuwa amelazimika kuwa hivyo? Haikuwa ni rahisi kabisa kufikiria na ukapata majibu mazuri. Ilikuwa ni kama hadithi ya kufikirika tu iliyokuwa inasimuliwa mahali hapo kutoka kwa msimuliaji Masumbuko. Lakini hakukuwa na jambo la uongo hata moja. Ni kweli kabisa walikuwa wamemkuta hapo na alikuwa anaonekana kuchoka kwa kiasi kikubwa, ishara ya kwamba alikuwa ametembea kwa mwendo wa miguu wa kitambo kirefu.
Lakini jambo la kujiuliza ambalo wanawake wawili walikuwa naumiza sana vichwa vyao, ilikuwa ni je, kitu gani ambacho kilikuwa kimemsibu huyu kijana hata akajikuta kwenye hali kama hiyo, ambayo kwa hali ya kawaida tu iligoma kabisa kukubalika? Ni mapenzi ama ni wendo wazimu tu umemwanza? Amefanywa uonevu na wenzake wanakushushwa kwa nguvu kwenye usafiri, ila naficha tu asionekana kwamba ni dhaifu? Ama ni upungufu wa nauli hata ukapelekea kwenda katoa gari kumshusha njiani? Na ni nini hasa kilichopelekea hali hiyo? Alikuwa anajiuliza vile kwenye mawazo Mama Maua, na majibu sahihi alikuwa ni Masumbuko mwenyewe, ambaye huyu ndio alikuwa anayetoa. Lakini kijana huyu akaona kwamba sio busara kuyanika mambo yake ya nafsini wazi. Ni kitu gani hasa kilichofanya mtu mzima kama huyu awe analia tu bila msingi wote? Hapana, kuna kitu kikubwa ambacho kimefichika hapa, sio bure. Aliamua kuzungumza vile mamake na Maua, na huko alikuwa anamwangalia binti yake, na kwa kuwa Masumbuko alikataa kabisa kuzungumza ukweli wa kile ambacho kilikuwa kimepelekea yeye kuwepo mahali pale ambapo alikuwa amemkuta, hakukuwa na habari nyingine tena ambayo ilikuwa inaendelea kuzungumzwa. Kimya kilikuwa kimetanda tu kwenye gari. Macho yao yote sasa yalikuwa mbele tu hadi walipoingia mjini mwa Vangero. Gari ikasimama pembezoni mwa uwanja wa mpira wa miguu mwa Vangero Sekondari. Masumbuko alishuka kutoka kwa gari humo, na hiyo ilikuwa ni mara baada ya kijana huyo kuwapatia maelekezo watu wale waliompatia msaada wa lifti kwamba hapo ndipo palikuwa na makazi yake. Mara baada ya kuwa alikuwa ameshuka sasa, waliagana kwa kupeana mikono, na huku kijana huyo alikuwa anatoa wingi wa shukurani kwa watu wale kwa moyo wa kumsaidia. Na kisha kijana huyo sasa aliondoka na kuingia ndani. Hakika aliwasifu kweli kweli, na kuona walikuwa wamejawa na upekee mno, kwa sababu kama isingelikuwa wao, basi angelala pale pale msituni mpaka mawio, angali ni mwenye wengi wa njaa na hakuwa na shilingi yoyote mfukoni mwake ya kuweza kuitumia kama nauli ili kusudi kumaliza safari yake. Hakuwa na chochote cha kuwapatia zaidi ya kuwashukuru tu. Maua pamoja na mama yake waliondoka hapo mara baada ya kuhakikisha kwamba kijana huyu alikuwa ameingia ndani. Asubuhi ya siku iliyokuwa imefuata, hali ilikuwa ni shwari kabisa. Siku ilikuwa imepoa kabisa, hakukuwa na mawingu wala nini. Anga lilikuwa ni jeupe kabisa, ambalo hili lilikuwa linaruhusu utendaji wa kazi za kila siku bila kujali usumbufu wowote ule. Shughuli za kujenga taifa zilikuwa zinaendelea tu kama kawaida. Watu wa mji huu wa jiji la Vangero sasa waliamka wakiwa na wenye tabasamu. Hali iliwawia nzuri kabisa siku mpya. Kwa upande wa kijana wetu Masumbuko, alikuwa bado tu amelala fofofo asubuhi ile. Ilikuwa ni yake kabisa kulala, kwa sababu hakujua kabisa ni muda gani kwanza usingizi ulimpitia. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa amepata usingizi kwa shida kweli kweli ndani ya usiku uliokuwa umepita. Ni saa 3 na madakika yake sasa hivi. Kweli huyu kaka yupo? Mama mmoja mwenye mwili ulionawili vizuri alikuwa anamuuliza vile binti yake apataye miaka 22 hivi. Jana mpaka inafika majira saa 5 usiku hakuwa amerudi kabisa, na mlango wake ulionekana kufungwa kwa nje, hata sijui alikuwa wapi. Alijibu vile binti yule, hebu nenda kwanza kamwangalia, mbona leo amelala sana, ana kitu gani huyo? Hali ya wasiwasi ilimwingia mama huyo. Haikuwa kawaida kabisa kwa Masumbuko kulala mpaka kupanda kwa jua kama hivi. Binti yule alitoka hapo mpaka kwenye chumba ambacho ndicho ambacho kinatumiwa na kaka yake Masumbuko. Aligonga mlango kwa nguvu kidogo, na kwa alikuwa anataja jina la kaka yake huyu. Sauti zile za kuitwa zilikita moja kwa moja kwenye ngoma za masikio ya Masumbuko. Alikurupuka na kisha aliitika. Mdogo wake alimwambia kwamba mama yake yuko na wasiwasi sana juu yake, ni kwa nini alikuwa amelala kiasi hicho leo, na pia ni kitu gani ambacho kilikuwa kimepelekea chelewa sana kurejea nyumbani usiku wa siku iliyopita. Masumbuko hakujibu chochote kwa haraka. Alituliza tu akili yake kwa kitambo kifupi ili kusudi apange kinachofaa kujibu. Kaka, kwani una tatizo? Mbona sasa uko kimya? Yule binti alimuuliza vile Masumbuko. Mwambie mama kwamba mimi nipo na nakuja sasa hivi tu, alijibu vile Masumbuko. Wala hili sasa likampatia binti ule nguvu hata akajitoa mlangoni hapo. Kumbukumbu mbaya za usiku zikaanza kumrejea kama sinema ambayo hii amekwisha wahi kuitazama. Akajikuta alikuwa anaumia moyo wake kweli kweli kwa kiasi kikubwa. Kila kumbukumbu zile zilipokuwa zinajirudia kichwani mwake. Mapenzi yamekuwa lengo baya katika maisha yake kijana Masumbuko. Ni kitu gani sasa afanye na wakati alikuwa amekwisha penda?
Lakini sasa pale ambapo alikuwa amependa palikuwa pamejaa tamaa ya mali na kuwapapatikia wale wenye uwezo wa kipesa na sio yeye. Yeye kapokwa asiokuwa na ndururu, ni vipi ataweza kulipigania penzi hili? Hakuwa anaziona kabisa dalili za kupendwa Masumbuko zaidi. Alikuwa anajiona tu alikuwa nakosa tunda lake, na tena alikuwa ananyang'anywa kipindi ambacho lilikuwa limeshawivwa kwa kiwango cha kuliwa. Roho ilikuwa na muuma kweli kweli. Masumbuko ilikuwa na muuma. Niliapa kabisa kwa Mungu wangu kwamba Ana, nitakuwa na wewe, lakini pia nikakupatia ahadi ya kwamba sitokubali kabisa kuona ukichukuliwa kirahisi mbele yangu. Nilikuwa na kila sababu ya kuapa hivyo, na kwa mapenzi yetu mimi na wewe hayakuwa ya kificho, kila mtu alikuwa anajua. Nilikuwa naamini kabisa kwamba uwazi ule ndio silaha pekee ambayo ingelilinda penzi letu. Niliapa vile kwa sababu familia zetu zilikuwa zimeshajuana na kujua namna ambavyo nilikuwa nakupenda pia. Nilikuwa naamini kabisa kwamba hiyo nayo ingekuwa ni mizizi ya ukweli shikilia penzi letu vizuri. Miaka mingi tumelianzisha ile penzi Ana, na uko hadi kemkem zikimwagika baina yetu sisi kwamba nitakupenda na utanipenda pia daima. Usaliti haukuwa ni sehemu ya mafanikio yetu, na ndio maana nikapata nguvu za kuapa mbele za Mungu kabisa kwamba asingetokea kidudu mtu wa kulivuruga hili penzi. Na hisi sasa hivyo nanishakana. Na hisi unanishaka ndio kwa kushindwa kabisa kusimama kwenye ile ahadi. Na nimeshindwa kabisa kusimama kwenye ahadi ya kulilinda penzi letu kwa kuwa sikuwa nimewaza kuhusu pesa. Sikuwa nimewaza kabisa kama pesa ingekuwa na nguvu na kulivunja penzi letu na kulisambaratisha kabisa kwa kiwango kama hiki. Ona sasa Ana, ona ilivyokuwa. Mwenye uwezo amekuja na kisha kukuchukua kwa urahisi tu. Amekuchukua ukiwa mbele yangu. Amekuchukua akiwa anajua kabisa kwamba anaumiza moyo wangu kiasi cha kunyofua kabisa kipande, hata akanisababisha maumivu makali. Ameondoka na kipande cha moyo wangu eti kisa tu ana pesa. Hivi unajali Ana kwamba mimi naumia? Hivi ni kweli kabisa kwamba unajali wewe ni mmoja kati ya sehemu muhimu kabisa katika penzi letu na ulikuwa unatakiwa kuilinda? Ama ndio unaishi kwa kuikubatia tu kauli ya kwamba maskini ana nini zaidi ya kuwa mzigo tu kwenye mapenzi? Ana, huyu jamaa kwa ameniumiza. Na siamini kabisa kama nitaweza kukubali niendelee kuumia ningali nikiwa nashuhudia anavyoondoka na wewe. Alikuwa anazidi kuanza vile Masumbuko. Alikuwa anaanza kwa muda mrefu kwa kweli akiwa anafikiria tu penzi lake, na kisha alitulia kidogo mara baada ya kuikumbuka simu yake. Ilikuwa ni simu ambayo ndio kitu pekee ambacho alikuwa amebakishiwa na wale watu waliomvamia na kumpora kila kitu chake, vikiwemo vijisenti vidogo ambavyo alikuwa anategemea tu kuvitumia kama nauli kumrudisha nyumbani kutokea kule Haika. Alikurupuka kutokea pale kitandani mpaka mahali ambapo alikuwa amehifadhi nguo zake ambazo alikuwa amevua usiku. Alipozishika ndio akajua kabisa kwamba simu sio simu tena. Kama nguo zilikuwa zimeloa na kiasi kile, hiyo simu itakuwa nzima kweli? Akachukua suruali yake na kisha aliipekua na akastuka. Simu haikuwepo kabisa. Alipapasa kila mfuko lakini hakupata kabisa bahati ya kuishuhudia ni wapi ilipo simu yake. Moyo ukarukaruka mithili ya chura aliyedumbukizwa kwenye jungu lililokuwa na maji moto. Aligeuka kila upande mle ndani lakini hakuona kabisa dalili kama ilikuwamo mahali ile simu. Nguvu zilimwisha kabisa Masumbuko. Sasa kama nimepoteza simu itakuwaje? Sitakuwa ni shida sana hii. Maana nimeshampoteza Ana wangu mimi jamani, na mbenyewe ni mpya kabisa, amebadilisha juzi tu kiasi kwamba hata kichwani sijafanikiwa kuhifadhi. Ni bora basi hata simu hiyo ingekufa tu lakini nibakiwa na laini. Alikuwa anazidi kuanza vile Masumbuko kwamba sasa kama vyote vilikuwa vimepotea ni kitu gani afanye. Hili ndilo ambalo kijana huyu hakujua zaidi ya kubaki watu akiwa amepigwa na butwaa, akiwa anashangaa tu kitu ambacho hakikuwa kinashangaza. Alikuwa amepoteza namba ya simu muhimu kweli kweli. Namba ya mpenzi wake ambaye huyu ingawa alikuwa amelalama kwamba alikuwa ametwaliwa na mtu mwingine aliyekuwa na pesa, lakini bado imani yake ilikuwa inamwambia kwamba bado alikuwa na mwanamke wake yeye na hakutakiwa kabisa kukata tamaa juu yake. Ina maana kwamba hatuwezi tena kumuona Ana. Wakati
wakati akiwa na simu tu ilikuwa ni ngumu sana kumpata kwa wakati. Leo hii hiyo amepoteza nambari yake ya simu. Sitakuwa imepatikana sababu kabisa. Lazima changanyiko ya masumbuko. Labda pengine itakuwa imeanguka. Na kama imeanguka itakuwa imeangukia wapi sasa? Ni kule barabarani ambako nilikuwa nikigaga kwa kuchoka kutokana na kuishaga barabara ile kubwa kwa mwendo wa miguu kwa kilomita kadhaa, ama nitakuwa nimepotezea wapi? Pamoja na kujiuliza muda wote maswali kama hayo, lakini bado jibu lilikuwa ni gumu kabisa kulipata. Hapo sasa masumbuko alikuwa amepatikana. Alikuwa amekosa kabisa namna kwa kiasi kikubwa. Moyo wake ulikuwa na mauma mno, alikuwa anahisi maumivu makali sana ndani kabisa ya moyo wake. Mawazo yalimfanya sahau kabisa kwamba kama yeye alikuwa amepoteza simu, basi alikuwa hapo dada yake, lakini pia alikuwa hapo mama yake, na wote hao walikuwa na uhusiano wa karibu kabisa na Ana. Hili hakuwa amelikumbuka kabisa kwamba hata kama amepoteza simu, lakini kumbe dada yake pamoja na mama yake wote pia walikuwa ni watu wa karibu na Ana. Alikaa humo ndani tu masumbuko kwa muda, asielewe kabisa kitu gani ambacho anaweza kufanya. Alikuwa ameshasahau kabisa hata wito wa mama yake kwa wakati ule. Mapenzi yalikuwa yamemvuruga akili masumbuko kwa kiwango ambacho hakikuwa kinafaa kabisa. Wakati yeye akiwa anawaza hili na lile kuhusiana na mpenzi wake Ana, kwa upande wa Ana mwenyewe sasa naye alikuwa na mawazo yake binafsi. Ana alikuwa anawaza starehe ambazo alikuwa amezifanya yeye pamoja na mpenzi wake mpya. Alikuwa anakumbuka jinsi walivyokuwa wamechezea maji ya bahari kwa kadri ambavyo alikuwa anaweza. Alikuwa anawaza mengi Ana kiasi cha kujiona kwamba sehemu alipokuwa muda ule ilikuwa ndipo ambapo alikuwa anapaswa kuwepo kuliko huko ambako alikuwepo mwanzo. Imekuwa ni siku ambayo iko na furaha sana kwetu mpenzi. Natamani haya mambo tunayofanya tungekuwa tunafanya hata kila siku. Alikuwa anazungumza vile Ana. Je, ni kitu gani kitaendelea? Karibu sana katika sehemu ijayo. Itakuwa ni sehemu ya pili ya simulizi yetu nzuri inaitwa Siku 3 kabla ya kifo chake, iliyoandikwa na mtunzi Ahmed Jiriwa. Mimi naitwa Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mixi.